mchezo maarufu unaozidi kuipaisha Zanzibar kiutalii, mchezo wa vishada au kite surfing. Kama ilivyoelezwa na kama mnavyofahamu, Zanzibar ni miongoni mwa vivutio vikuu ulimwenguni vya mchezo huu wa vishada, yaani kite surfing. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo. Mchezo huu ni muhimu kwetu kama taifa kwa sababu unaimarisha sekta ya utalii kwa kuwavutia wanamichezo maarufu wa mchezo huo kutoka ulimwenguni, lakini pia hurefusha muda wa watalii wa michezo kukaa zaidi hapa Zanzibar. Naambiwa kwamba baadhi ya wanamichezo wamekuwa wanakaa hapa Zanzibar kwa siku 10 hadi 21, na kuongeza fursa ya kuimarisha uwekezaji wa makazi, yani real estate, apartments, ajira, uwezeshaji wa vijana, ujasiriamali, na pia unavunja kile kizingiti cha utalii wa misimu. Ndugu waandishi wa habari, Zanzibar imekuwa mojawapo ya vivutio bora vinavyoinukia vya mashindano ya vishada, si kwa sababu ya ajali, bali mipango thabiti ya kitaifa ya kukuza utalii hapa Zanzibar, maumbile ya visiwa vyetu na mikondo ya maji bahari, pamoja na pepo zake za kihistoria maarufu za Kaskazi na Kusi, ambazo huvutia sana mchezo huu. Ndugu waandishi wa habari, kwa furaha kabisa niungane na mkurugenzi Babu Stef kwa kusema kuwa mashindano haya yataanza kuanzia Jumapili tarehe 23 mwezi huu kwa kutegemea nguvu na mwelekeo wa pepo hizi za Kusi. Naambiwa kwamba wanamchezo mbalimbali kutoka nchi mbalimbali pamoja na ukundani ya nchi watajumuika kwa pamoja katika mashindano hayo. Huu ni msimu wa 6 ambao unatambulika kama Zanzibar Cup Kusi 2026. Mashindano haya yalianzishwa na kwa kweli yanafanya vizuri, na ni moja katika jambo kubwa ambalo tunajivunia sisi kwa upande wa Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kushirikiana na wizara yako ya Utalii na Mambo ya Kale, lakini kwa kumshukuru kwa kipekee Bwana Stef kwa kuja na idea hii ambayo imekuwa ikifanya vizuri, kwa sababu ni moja ya michezo mipya ambayo tumeanzisha na imekuwa ikifanya vizuri kwa kweli. Yani Zanzibar Cup, we are still fighting for Zanzibar despite all the difficulties. I can tell you a lot of difficulties, but we are keeping hard and going ahead. So this time we have 35 kiters registered from 6 countries, and 5 kiters are under 18. So hopefully Sunday, I will tell a little bit later about Sunday, we will have the Mashindano, and then I hope everything will be happy and proud that Zanzibar is showing to the world a message of peace and brotherhood. This is the meaning of the Zanzibar Cup, is to promote tourism and kitesurfing in Zanzibar and all East Africa, and to launch a message of peace and brotherhood to the world in this difficult moment in which many countries want to do the war. We are not with them. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali, kwa kutambua umuhimu wa suala hili, imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda
eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia, si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.